Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewabadilishia makosa watu watatu waliokuwa wanashtakiwa kwa kesi ya uhaini na kuwapa kosa la kuchoma ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM Kivule kata Majohe jijini Dar es Salaam. Waliobadilishiwa mashtaka ni Mohamed Steven Madea mwenye umri wa miaka 28, Fred Samson Chacha mwenye umri wa miaka 21 na Peter Basoti Chobe mwenye umri wa miaka 48 ambao wamepewa dhamana huku wakitakiwa kuhudhuria mahakamani hapo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, watuhumiwa wao walitekeleza tukio hilo siku ya Oktoba 30 ya mwaka 2025 majira ya usiku katika eneo la Bwera Kivule kata Majohe wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Nje ya viunga vya mahakama tumezungumza na wakili Paul Kisabo ambaye ameelezea mwenendo wa kesi hiyo. Mimi naitwa Mika Ndaba. Kwa majina naitwa Paul Kisabo, ni wakili na niko pamoja na wakili Maduhu William Kulwa. Pamoja na tulikuwa pia na wakili Frederick Msaki. Leo tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 2025 kesi ya watuhumiwa wa uhaini ambao walibaki katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakiendelea na hiyo kesi zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya kutajwa leo. Watuhumiwa walikuwa 12 na kesi nyingine walikuwa 4, lakini kati ya watuhumiwa 12 watatu wamebadilishiwa kosa, wamepewa kosa au wameshtakiwa kwa kosa la kuchoma moto ofisi ya Chama cha Mapinduzi kule Kivule kama sikosei. Wako watatu na kosa hilo lina dhamana, kwa hiyo wamepewa dhamana. Lakini watuhumiwa wengine 9 jamhuri wamesema upelelezi unaendelea, kwa hiyo wameomba kesi iahirishwe. Na kesi imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwa madai kwamba upelelezi haujakamilika. Na hivyo kesi hiyo imeahirishwa mpaka tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini mtuhumiwa mmoja wapo amejaribu kuieleza mahakama kulingana na hali yake, kwa sababu anaumwa, anaitwa Baraka na alikuwa hajapata dawa tokea siku ya kwanza ambapo alipelekwa hospitali. Alipelekwa hospitali ya Amana, dawa zilipoisha kupewa tena dawa. Kwa hiyo ameieleza mahakama kwamba hajapata dawa. Nadhani unamfahamu yule kijana ambaye alikuwa akifikishwa mahakamani anabebwa na mwenzake anaitwa Baraka Mweta. Kwa hiyo tumeieleza mahakama na mahakama imesema kwamba imetoa amri kwamba akapatiwe dawa kwa ajili ya matibabu kutokana na hali yake ya huo ugonjwa. Kwa hiyo kimsingi leo hicho ndo kimetokea.